فوائد العلمية فائدة ذلك علم درسه هي 17 الجامع الشيخ الجامع وفقه الله تعالى أنا kusudia kumfundisha mwanamke wa kisalafi masala ya التبرج masala ya التبرج na ili tuelewe vizuri huu mlango wa 17 tunatakiwa tudhibiti masaili yafuatayo. Almas'alatu alula ta'rifu at-tabarruj, kueleza maana ya at-tabarruj. Ta'rifu at-tabarruj, at-tabarruj kueleza maana ya kutangatanga. Nini maana ya kutangatanga? Ta'rifu at-tabarruj, kueleza maana ya kutangatanga. Nini maana ya kutangatanga? التبرج هو إظهار الزينة أمام الرجال، إظهار المرأة الزينة أمام الرجال، إظهار المرأة الزينة، إظهار المرأة الزينة أمام الرجال الأجانب، أمام الرجال al-ajanib. Ni kitendo cha mwanamke kudhihirisha mapambo mbele ya wanaume wa kando. Idhaharu al-mar'ati az-zinati, ni kitendo cha mwanamke kudhihirisha mapambo amama ar-rijali al-ajanib, mbele ya wanaume wa kando, mbele ya wanaume wa kando yake ambao wanaweza wakamuoa. Idhaharu almar'ati az-zinati, ni kitendo cha mwanamke kudhihirisha mapambo amama ar-rijali al-ajanib, mbele ya wanaume wa kando. Hiyo ndio maana ya nini at-tabarruj, hiyo ndio maana ya at-tabarruj. Hiyo ni masala ya kwanza. المسألة الثانية حكم التبرج. حكم التبرج، حكم ya kutangatanga. حكم التبرج، حكم ya kutangatanga. Tusema التبرج حرام، التبرج حرام. Kutangatanga maana yake kudhihirisha mapambo mwanamke mbele ya wanaume wa kando ni kitendo cha haram, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, na wala msitangetange, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, na wala msitangetange kutanga mfano wa kutanga waliokuwa na tangatanga wanawake wa mwanzo. Wala tabarrajna, na wala msitangetange tabarruj aljahiliyyah alula, kutangatanga kwa wanawake wa kijinga waliokuwepo kabla ya Uislamu. Mahallu shay wala, hiyo wala hiyo la ni harfu an-nahy, wan-nahyu yufidu at-tahrim, na katazo likija kwenye Qur'ani na Sunna linafidisha uharam. Kwa hiyo hapo ndipo likuchukuliwa hukumu ya at-tabarruj. Kwa nasema at-tabarruj haram, kutangatanga mwanamke kudhihirisha mapambo yake mbele ya wanaume wa kando ni kitendo cha haram, napata madhambi na anaadhibiwa adhabu kali kwa sababu ya kitendo hicho. Tayib, hiyo ni masala ya pili. Hiyo ni masala ya pili. Masala ya tatu, المسألة الثالثة مسألة تاتو
suwaru at-tabarruji, suwaru at-tabarruj, sura zinazoonesha kwamba wewe mwanamke unatangatanga. Suwaru at-tabarruj, sura zinazoonesha kwamba mwanamke wewe unatangatanga. Sura ya kwanza awalan, sura ya kwanza nitaanza hii ambayo ameitaja al-Sheikh hafidhahullah ta'ala kwa mujibu wa hadithi, ni at-ta'atturu 'inda al-khuruj. At-ta'atturu 'inda al-khuruj, kujipaka manukato wakati wa kutoka nje ya nyumba yako. At-ta'atturu 'inda al-khuruj, kujipaka manukato wakati wa kutoka nje ya nyumba. At-ta'atturu 'inda al-khuruj, kujipaka manukato wakati wa kutoka nje ya nyumba yako. Na hii ndio ambayo Mtume amesema, wal mar'atu, na mwanamke, idha sta'tarat, atakapokuwa amepaka manukato, famarrat bil majlisi, kisha akapita katoka nje ya nyumba yake na akapita katika mkao wa watu wanaume, fahiya zaniyatun, basi anaandikiwa kuwa ni mzinifu. Hiyo ndio nini? Tabarruji ya kwanza au sura ya kwanza ya kutangatanga. Mwanamke kitaka akikaa ndani ya nyumba ya mume wake, wala hapaki perfume wala hapaki mafuta mazuri wala, lakini muda wa kufika kwenda sokoni umefika, anatafuta perfume ilipo anajipulizia, mafuta mazuri yalipo anajipaka. Huyo ni mutabarrija. Mwanamke wa sampuli hiyo ni mutabarrijatun, ni mwanamke mwenye sifa mbaya ya kutangatanga. Sura ya pili, idharu shay'in min jasadiha amama ar-rijal, amama al-ajanib. Idharu shay'in min jasadiha amama al-ajanib, إظهار شيء من جسدها أمام الأجانب. hiyo kudhihirisha kitu chochote kile. Idharu shay'in, kudhihirisha kitu chochote kile, min jasadiha, kutokana na mwili wake, amama al-ajanib, mbele ya wanaume wa kando. Akadhihirisha nywele zake au akadhihirisha imma amedhihirisha nywele zake au amedhihirisha muundi wake au amedhihirisha dhiraa yake au amedhihirisha kifapanya chake na mfano wa hayo katika mwili wake ikawa kimeonekana waziwazi, basi mwanamke wa sampuli hiyo ni mutabarrija. Allah tabaraka wa taala amekataza kitendo hicho, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, na wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa yale mapambo ambayo yamedhihiri yenyewe, yaliyodhihiri yenyewe. Lakini wewe usidhamirie kuyadhihirisha mapambo yaliyodhihiri yenyewe. Ni nguo yenyewe uliyovaa kwa nje, au umekuja upepo ukapeperusha nikabu yako, watu wakaona shay'in min jasadik, wakaona chochote katika mwili wako, hapo nasema haujadhihirisha wewe kama wewe, bali yamedhihiri yenyewe. Kinyume na hapo, wewe utakuwa ni mutabarrija, ni katika wanawake wanaotangatanga. Thalithan, sura ya tatu min suwari tabarruj,
ni lubsu athiyabi adh-dayyiq, lubsu athiyabi adh-dayyiqati au ash-shaffafa au ash-shaffafa. لبس الثياب الضيق أو الشفاف. لبس الثياب الضيق أو الشفاف، kuvaa nguo nyembamba au nguo iliyokuwa wazi. Lubsu athiyabi adh-dayyiq, kuvaa nguo iliyokuwa nyembamba, au shaffafa, au nguo ambayo inaonesha ndani, nguo iliyokuwa wazi. Shaffaf kwa Kiingereza ni transparent, nikitumia lugha hii mnaelewa. Nguo ambayo inaonesha ndani inaitwa ash-shaffaf, kwa Kiarabu inaitwa ash-shaffaf, inaonesha kilichokuwepo ndani. Adh-dayyiq, hiyo adh-dayyiq inawezekana ikawa ni transparent au sio transparent, inawezekana ikawa wala sio transparent, lakini adh-dayyiq imebana mwili wako, imebana. Kwa sababu imebana, hata kama ni kitambaa kizito, lakini maadamu imekubana, haki yale maungo yako yanadhihiri, watu wanayaona. Kwa hiyo haifai kuvaa athiyabu adh-dayyiq, nguo iliyo yenye kubana, au wala shaffaf, wala nguo inayoonesha ndani. Kwa hiyo mwanamke anayevaa athiyabu adh-dayyiq, nguo yenye kubana, au shaffaf, au nguo ambayo inaonesha ndani, fahiya mutabarrijatun, mwanamke huyo ni mwanamke mwenye kutangatanga. Mwanamke huyo ni mwanamke mwenye kutangatanga. Na hili amelikataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam anasema sinfani minan nasi lam arahuma, sinfani minan nas lam arahuma, makundi mawili ya watu sijawaona bado. Katika hayo makundi mawili aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema sinfani, makundi mawili, minan nas, kutokana na watu, au sema sinfani min ahli an-nar, hiyo riwaya, sinfani min ahli an-nar, makundi mawili ni katika makundi ya watu wa motoni. Lam arahuma, bado, lakini sijayaona bado sijawaona bado, lakini hao watakuwa ni katika watu wa motoni. Sinfani min ahli an-nar, makundi mawili ni katika makundi ya watu wa motoni. Lam arahuma, lakini sijapata kuwaona bado. Katika hao akasema Mtume, wa nisaa'un kasiyatun, na wanawake ambao kasiyatun, wamevaa, ariyatun, lakini wako uchi. Wa nisaa'un, na wanawake kasiyatun, waliovaa, ariyatun, lakini wako uchi. Melewe lugha hiyo, kasiyatun, wamevaa, ariyatun, lakini wako uchi. Maana kwamba amevaa, lakini ile nguo haimstiri. Kwa sababu gani? Ni mamoja, ni kwa sababu ya mamoja, imma imembana sana, kwa hiyo maungo yake yote yamejichora katika ile nguo. Kwa hiyo amevaa lakini hajavaa, bado yuko uchi, kwa sababu bado inaonekana. Au ni shaffaf, inaonesha amevaa, lakini ile nguo ina haja, inaonesha
maumbile yake inaonesha kwa ndani, leo hii tunawaona sio wanawake sio wengi wanavaa, alafu mabega yote yanakuwa yako wazi, kuna nguo fulani zivavaa huku kote kunakuwa kwa wazi kabisa. Sisi zinaitwaje sisi nguo? Wanaweka kitambaa transparent ndani unaona kabisa. Tayib, kwa hiyo hadithi hiyo inaharamisha hicho kitu. Hiyo ndio maana yetu kusema kwamba mwanamke mutabarrija, sura yake ya pili aya 3, sura ya pili nini? Idharu lubsu athiyabi adhayiqi, kuvaa nguo yenye kubana, au shaffaf, au nguo yenye kufanya yenye kuonesha ndani. Dalili, Mtume amesema sinfani min ahli an-nari lam arahuma, makundi mawili ni katika makundi ya watu wa motoni, lakini bado sijayaona, bado hayajitokeza katika uhai wangu. Mtume akasemaje? Wa minha, akawataja katika hao wanisaun kasiyatun ariyatun, na wanawake waliovaa lakini wakochi. Nimeleka mpaka hapo. Tayib, huyo pia mwanamke wa sampuli hiyo ni mutabarrija, anaitwa ni mwanamke mwenye kutangatanga. Mwanamke huyo anaitwa ni mwenye kutangatanga. Lakini sura ya ngapi? Ya 3 ya 4. As-suwaru ath-thalith, sura ya 3, al-mashyu بطريقة لافتة. المشي بطريقة لافتة. المشي بطريقة لافتة، kutembea kwa mwenendo unaovutia macho ya wanaume. Almashyu, kutembea, bitariqati, kwa mwenendo, lafitatin, wenye kugeuza macho ya wanaume, yani wenye kuwavutia wanaume. Almashyu, kutembea, bitariqatin lafitatin, kwa mwenendo, kwa njia au kwa staili, kwa namna lafita, yenye kugeuza macho ya wanaume, yenye kuwavuta wanaume. Umeeleka hiyo? Ni katika sura at-tabarruj kadhalika. Na leo wamejaa wengi katika miji yetu, mwanamume au mwanamke anatembea kwa staili ya kipekee, si kama amezaliwa hivyo. Zamani wakati yuko mdogo wala alikuwa atembee hivi, lakini hivi sasa amekuwa mkubwa, amebadilisha mwenendo wa kutembea, mwenendo wa kutembea, anamwaga vidole au bega moja alipeka kulia, au anabinua kiuno. Tendo wa magharibi ndio wakamrahisishia mwanamke, wakamtengenezea kiatu special ambacho kitamfanya awe na mwendo wa kipekee, do anatembea kiuno amekibinua. Hiyo ni katika sura at-tabarruj, katika miongoni mwa sura za mwanamke kutangatanga. Ukimwona mwanamke anavaa nini, inaitwaje ile viatu? Inaitwaje ile viatu? Skuna. Ujue huyo ni mutabarrija. Tumuna mwanamke anavaa viatu alafu vimewekwa, vimeduliwa vile viatu kiasi kwamba kivaa kiuno chake kinabinuka. Huyo ni mwanamke mutabarrija. Kwa sababu mwenendo atakaotembea hapo lazima tutakuwa ni mwenendo wa maringo na mfano wa haya. Allah tabarak wa taala amesemaje kwenye Qur'an? wala yadhribna bikhumurihinna, wala yadhribna bikhumurihinna, na waambie wanawake wasipige wala yadhribna bikhumurihinna, sio bikhumurihinna, biarjulihinna. Wala yadhribna biarjulihinna, na wala wasipige miguu yao wakati wa kutembea hawa wanawake. Liyulama ma fihinna, au liyulama, ili papate kujulikana
liyu'lama ma yukhfina, ili yapate kujulikana yale wanayoyaficha, min zinatihinna, kutokana na mapambo yao. Hao wanawake wanavaa mapambo ya miguu, wanavaa mapambo ya miguu. Kuna zile zinaitwaje zile khalkhal, zile bangili za miguuni, nasijua zile zinavaliwa zile. Sasa zile mwanamke kishavaa zile, akitembea zinalialinga mfano wake. Sasa walikuwa wao wanapovaa zile bangili, basi anapiga kwa nguvu mguu wake anapotembea, mmoja mguu anaupiga kwa nguvu chini. Kwa hiyo akipiga kwa nguvu zile bangili zinalialinga. Kwa hiyo wanaume walipo wamekuwa hoi kabisa baada ya kusikia sauti hiyo. Kwa hiyo Allah kaharamisha kitu hicho, wasifanye hicho kitu. Lakini si hivyo tu, bali leo hii wanawake wanapiga kwa nguvu miguu yao wanapotembea, ili makalio yao yatikisike, na kuwavuta wanaume. Hilo pia ni haramu. Hiyo ndio maana almashyu bi tariqatin lafitatin, kutembea kwa mwenendo wenye kuwavutia wanaume ni haram. Mwenendo huu hatembei mbele ya mume wake, wala hatembei, lakini atembea sokoni, haifai, ni haram. Tayib, hiyo ni sura ya ngapi? Ya 3, ya 4. Hizo ni baadhi ya suwar at-tabarruj, hizo ni baadhi ya suwar at-tabarruj. Na mwisho ni hii ambayo ametaja mwenye Sheikh hapa, ambayo ni wad'u al-mikyaj, kupaka makeup. Kupaka makeup, kupaka wad'u al-mikyaj, kupaka makeup. Ni katika pia suwaru tabarruj. Mwanamke anapaka makeup, nisema anavaa rangi, maana anakuwa na rangi sio ya kwake, anapaka makeup, anatoka nje, huyo anaenda kuwavuta wanaume. Kwa hiyo wad'u al-mikyaj ikiwa imefanywa amama ar-rijal, atapaka hiyo makeup akaenda kwa wanaume, hapa atakuwa amefanya jambo la haramu, kwa sababu ni katika tabarruj. Na kama hiyo makeup itakuwa ameipaka ndani ya nyumba yake tu ili kumpendezeshea mume wake, na ikawa hakuna madhara kwenye hiyo makeup, basi la basi, hakutakuwa na ubaya. Tayib, hiyo ndio maana ya darasa yetu ya 17. Hiyo ndio maana ya darasa yetu ya 17. Wazi? Na mwisho kabisa tumalizie khuturatu tabarruj. خطورة التبرج.